ya mwili katika shughuli za mchana, siku mpya. Inapoanza kutoka ile homoni ya cortisol kuanzia saa 10 mpaka saa 12 ni kwa ajili ya kuchochea mwili, kuupa mwili maandalizi kwa ajili ya siku mpya. Kwa hiyo ukishtuka ile saa 12, si ndio? Wakati cortisol inazalishwa kwa wingi. Alafu baadaye kama sisi Waislamu baada ya kuswali fajr, alafu ukarudi kulala, kisayansi maana yake unaufanya mwili wako ureturn back, na hapa unaweza ukapata matatizo hata ya sukari au kubana shinikizo la damu, unaweza ukapata, au matatizo ya akili. Lakini pia utakuwa mwili wako umeurudisha nyuma sana, unaweza kwenda kusababisha kuathirika kwa kinga za mwili. Kwa nini? Kwa sababu cortisol imekwisha toka kwa ajili ya kuandaa mwili kwa harakati zinazofuata katika siku mpya. Alafu wewe umeshtuka ile saa 11, umeswali salati fajiri, alafu baada ya salati fajiri ukafanyaje? Ukarudi kulala. Maana yake homoni ya cortisol inakuwa mwilini, unapokwenda kulala unakuletea matatizo. Uislamu haujasubiri sasa eti ije ifanyike tafiti hizi za kisasa. Zamani kabisa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekwisha pendekeza, ukiswali salati al-fajri basi unatakiwa baada ya salati al-fajri istighfari, adhkari, jua linachomoza unaswali nini? Duha. Alafu kutoka hapo unakwenda katika shughuli zako, si ndio? Sasa wazungu haya mafundisho wanakuja kuyachukua. Sisi wenye mafundisho yetu maskini ya Mungu, mzungu yoyote shekhe kuanzia saa 11 anapiga mazoezi mpaka saa 12, hawezi kurudi kulala kitandani. Hawezi, kiafya inakataa shekhe. Ndio maana kuna kesi nyingi sana zinatukuta, matatizo ya mashinikizo ya damu, matatizo ya akili ya kufikiria, kumbukumbu. Uwezo wa kumbukumbu, wanakwambia mtu anayelala baada ya kuamka alfajiri, yani umesali salati alfajiri alafu ukarudi kulala tena, basi hata uwezo ule wa kumbukumbu unapotea, sababu cortisol imeshakuwa tayari kwa ajili ya maandalizi, kuandaa huu mwili kwa ajili ya siku mpya kutokana na harakati zile za dunia. Alafu wewe unarudi nyuma, maana yake una return back zile harakati zote, unapata matatizo. Kwa hiyo cortisol ziko za aina mbili. Kuna hiyo cortisol ya asili ambayo inaanza kuzalishwa na mwili saa 10 mpaka saa 12 mpaka saa 7, ndio hii ni cortisol ya asili. Lakini tunazungumzia hii cortisol inayosababishwa na nini? Na msongo wa mawazo. Maisha yetu mashehe sisi ni ya misongo tu ya mawazo muda mrefu. Kwa hiyo unapojenga utulivu, yani Muislamu anapoingia msikitini na akajenga utulivu, ule utulivu wa kwanza tu, anasema Muislamu huwa anaingia katika kipindi kile cha parasympathetic automatic nervous system, huwa kinaamshwa na nini? Na utulivu. Hapa sasa wanasema inapatikana ile cortisol reduction. Cortisol huwa inatoka kipindi cha utulivu, yani hakuna mahala cortisol inatoka kwa wingi kama kipindi ambacho utakojenga utulivu. Na ndio maana imesisitizwa sana utulivu katika swala, mpaka aya inashuka Allah anasema qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un, yani ujenge utulivu. Ukijenga utulivu inapatikana cortisol reduction. Lakini pia ukijenga utulivu inapatikana kitu kinaitwa vasodilation. Vasodilation mashehe ni kutanuka kwa mishipa ya damu. Vasoconstriction ni kipindi cha sympathetic, ambao homoni ya cortisol huwa inabana mishipa ya damu, inakuwa imebana, ndio maana shinikizo linakuwa juu. Lakini wakati wa mapumziko, si ndio? Ukipumzika, ukiingia katika parasympathetic nervous system, si ndio? Hapa maana yake hii cortisol itakuwa inaondolewa. Ikiondolewa wanasema inapatikana vasodilation. Vasodilation ni kutanuka kwa mishipa ya damu, na damu inapata nafasi kubwa sana na nzuri ya kufanyaje? Ya kuwa na mzunguko. Damu ikiwa na mzunguko mzuri, maana yake hawa WBC kwa maana ya kinga wa mwili wanakuwa na nafasi ya kufika mahala popote pale, na kama kuna tatizo watawajibika, kwa sababu ndio kazi yao.
Ndio maana Uislamu, Mtume Muhammad anaambiwa fa idha faragta fansab wa ila rabbik farghab. Tulia, umekwisha maliza, umepata utulivu ndani ya swala. Baada ya swala tulia ili uweze kuyapata manufaa yanayotokana na utulivu. Lakini tunashindwa kuzitekeleza hizi aya. Wapo leo watu baada ya salamu ya kwanza ya pili yupo nje, si ndio? Na wakati wa Mtume imetokea hii aya ikashuka, kul, waambie ma inda Allahi khairu min al-lahwi wa min at-tijara. Waambie haya wanaoyakimbia humu ndani ni heri sana kwao kuliko hicho wanachokifuata huko kuuza na